Mimi naitwa Hamisi Mwagarashi, mzazi wa huyo kijana. Huyu ni Hamisi Mwagarashi, mzazi wa Hamadi Mwagarashi. Basi niregeshe hizo. Asante sana. Mzaha tu, mzaha. Asante sana. Asanteni sana. Mandago, rafiki yetu, asante kwa ujumbe wako. Haya. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Mimi nataka kuanza pale rafiki yetu Mandago aliwachia. La kwanza, Rais William Ruto alipokuwa anaunda serikali yake alitupa huu wasia ya kwamba lazima tuweke uongozi kwa daraja za vizazi. Na wacha nikupatie taarifa. Hapa pia ndani ya Pwani wengi ya viongozi pia wako na ujana fulani. Hata tulipoitishwa majina ya ma-PS wote wanawakilisha vijana. Fikirini, Mohamed Agar na wengine wengi wanatoka kutoka maeneo ya Pwani. Kwa hivyo sisi pia tumejipanga na tunaendelea kujipanga ndani ya UDA kwa imani kwamba baada ya muhula huu wa William Ruto tutaweza kushirikiana tena katika mihula ijayo kuimarisha serikali ambayo iko na fursa kwa wanyonge na waliotengwa. Mandago, historia inatuweka sisi pamoja. Daniel Moi marehemu na Ronald Ngala walikuwa ndani ya chama kinaitwa KADU kuimarisha haki za wanyonge na haya maeneo ambayo yalikuwa na hofu. Uongozi wa kibepari wa KANU wakati ule na Kenyatta utatutenga. Huu ushirikiano wa Bonde la Ufa na Pwani ni ushirikiano wa kihistoria. Hii si mara ya kwanza sisi kushirikiana, tutaendelea kushirikiana. Mapenzi ya William Ruto yako juu, mapenzi ya jamii zile ambazo zilizotengwa ziko juu. Leo niliona yule mwandishi wa mambo ya kisiasa alisema kwa muda mrefu jamii zile ziko na idadi kubwa zimekuwa zikiongoza masala ya siasa ya Kenya, lakini leo pia tuko na hizi jamii za idadi ndogo, nao zimejitambua, zimetambulika na ziko na azma na ari ya kuhakikisha kwamba wameleta mwongozo mpya katika siasa za Kenya. Na idadi zetu Mandago, ukichanganya hizi 17 counties za minority, ukianza na West Pokot, wende Samburu, wende Turkana na maeneo mengine ya Pwani na Northeastern, utapata kwamba idadi zetu zinahesabika. Kina manyingi watu wanaouza, tafadhalini kidogo mtuachie tuendelee na mkutano. Wale wako biasharani, hasla, tuache kidogo tuendelee na mkutano. Barafu utauza baadaye. La pili, ulitangaza mtazamo wetu kama unavyojua.
Amason Jeffa Kingi pia amewasili katika mkutano wetu wa leo. Asante, karibu Spika, mpigieni makofi tafadhalini. La pili, kwa nini nachukulia pale Mandago alipoacha, ni hili zungumzo la dada yetu Achani. Alisema kwamba mwongozo wetu wa chama, pale yuko mama, chama kitasimama na mama. Sisi katika pwani nzima tumechagua gavana mmoja peke yake kama mama, na huyu Achani ni mlamu wangu. Tumemoa hapo nyumbani huko Ngombeni. Kwa hivyo uongozi huko hapo, uongozi huko Mombasa na kwingine. Sisi twasema hapa ndani ya Kwale, sisi tutasimama na mama Achani, sio tu kwa ajili ni mama. Sisi kama UDA tunataka kuhakikisha ule mpangilio wa katiba wa kupata thuluthi moja iwe kina mama wanatuongoza umetekelezwa kwa kupitia fursa ya kura na sio fursa ya affirmative action ya kuweka watu katika zile seats za nomination. Kwa hivyo kwa vile kuna mama tutapeleka mbele, kwa vile kuna mama tutapeleka mbele mama. Kwa hivyo sisi tuko na imani kwamba Governor Achani ndio governor atakayeendelea kudumu 2027 kuendelea 2032. Mujipange kuanzia hapo. Achani tolwa! Achani tolwa! Na msije mkaenda mkababaika mkasema OSG amekwenda ametangaza kwamba kuna governor ndani ya Kwale. SG pia ni binadamu na ako na hiari yake na ako na maoni yake. Na ukija hapo ukijaribu kusimama na Achani ndani ya UDA, mimi nitakuja mfanyia kampeni ya Achani nikijua malengo yetu kama pwani yatalindwa kupitia Achani. Kwa hivyo na wengine pia na wataraji watakuja kutangaza hivyo hivyo. Deputy Party Leader usahau kutangaza, ili niseme wewe ndo nifunzia. Na wewe pia Mvuria, lakini Mvuria mimi najua ni Achani tolwa. Kwa hayo Achani nimesikia program zake za maendeleo. Vipi watoto wameendelea kusoma? Vipi miradi inaendelea kuzatiti ya maji na mingineo? Vipi barabara zinajengwa? Vipi elimu zinaendelea kustawi? Urafiki aliobuni na national government, mpaka sisi tumeletewa ufadhili mpya wa national government. Isingekuja huu bila urafiki wa Achani. Kuna mambo ya samaki na uvuvi, kuna mambo hii ya Shimoni Port na mambo mengi mengine ambayo kwa ajili ya uhusiano wa Achani na Rais William Ruto leo yameweza kuletwa ndani ya Kwale. Na sisi tutaendelea kudumisha huo urafiki. Hatutaki kuanzisha urafiki mpya baada ya miaka mitano. Urafiki wa William Ruto na urafiki wa Achani utadumu kwa kupitia 2 term. William Ruto na Achani, ukienda William Ruto 2 term unaenda Achani, ili urafiki uendelee kudumu na maendeleo yaendelee kudumu. Lengine nilimsikia Tandaza akiliongea. Mimi ingekuwa kura yangu iko Ngombeni ningekuwa nimekupa wewe Tandaza. Maana wewe utembea na mgisho uweza kuniroga. Lakini pia ni mtu ambaye uko na matendo. Ni mtu mzuri, mwenye roho safi. Ni mtu mcheshi. Na hiyo ni uongozi na uko na huruma. Na sisi tutakupendea kwa hayo. Na mimi alisema jambo la maana sana. Kuna wale wenzetu ambao sisi hatuna uhasama nao kutoka chama cha ODM. ODM wanasema pwani ni ngome yao, waachiwe wao. Sisi tuwaambia pwani ni ngome ya raia wa pwani, tuache timenyane. Na wanasema wao wanajua hata wengine wetu tukiwachwa. Junet alisema hata wengine wetu tukiwachwa tunganganie viti, hatuwezi kuwashinda ndani ya maeneo yao ya ODM. Kama nyinyi muko na ujasiri wa aina hiyo na muko na confidence ya aina hiyo, iko shida gani sisi tuingie katika viti kama mlivyosema mtushinde? Kama hapa ni ngome yako, kama hapa wewe huna wasiwasi, kama wewe unaweza na kuminyana kwamba hii ni ngome ambayo imejizatiti, si wewe uende ulete kura zako nyingi na sisi tulete zetu kidogo, iko shida gani? Lakini nawahakikishia
hata katika utafiti ambao umefanywa na wataalam huru, maeneo mengi ya pwani sasa yamependuka, yamekuwa mandano, ni yellow. Maeneo mengi ya pwani ikiwemo Kwale, ikiwemo Mombasa, ikiwemo Kilifi, ikiwemo Tana River, ikiwemo Taita Taveta, ikiwemo Lamu, sasa ushawishi mkubwa ni kwa ile chama cha UDA. Na kwa hivyo sisi tumewaambia wafuasi wetu wale ambao wanaania viti wote waingie ndani ya chama, wajipange. Hatuwezi sisi tukawaona mnatumia nguvu zenu, mnatumia ufadhili wenu, mnatumia jasho lenu, mnatumia damu yenu, mnatumia wakati wenu, alafu tuje kumpa mtu kiti kiurahisi. Atakaye kiti ende akajitetee kwa raia wa taifa la Kenya. Hata huyo William Ruto mwenyewe maskini anaamka asubuhi, anaenda kubuni manyumba, anaenda anafanya program za afya, anaenda anafanya program za agriculture, anaenda anafanya mambo ya blue economy. Kila siku William Ruto yuko katika harakati za maendeleo ili kujitetea kwa Wakenya. Lakini kuna fulani wengine hapa Mombasa na kwingine hawajafanya lolote. Lao ni kusema tu sisi tunamtetea William Ruto, kwa hivyo na sisi tupewe. Iko na uwezekano mkubwa sana kwa raia kumpatia William Ruto 2 term, na alafu pia wakarekebisha masala yao ya pale katika kaunti zao na maeneo yao tofauti ya bunge. Kwa hivyo sisi tuko na imani hapo itawezekana. La mwisho, Mandago, hii ni siasa yetu ya pwani. Nyinyi najua mnaogopa kujibu, hamutaki kuleta ile masala ya ukabila, ama msije mkaonekana Mandago anajibu. Ile shida mlifanya miaka 10 ni kupigia yule jamaa kijana mtoto ya nyoka kura 2013 na kumrudisha 2017, na mtu ambaye hana fadhila. Jana nilimsikia Uhuru Kenyatta akisema kwamba yeye alitupatia sisi tahadhari. Tahadhari peke yake ambayo ilikuwa ni sisi siko kumrudisha mtoto wa nyoka tena katika uongozi. Sisi hapa wa pwani ni waathiriwa wakubwa wa Kenyatta wa kwanza na Kenyatta wa pili. Kenyatta wa kwanza alikuja hapa ndani ya Kwale na maeneo mengine ya pwani, akachukua mali yetu na rasilimali yetu na mashamba yetu. Mpaka leo familia ya Kenyatta inamiliki rasilimali kubwa ndani ya pwani, mashamba ambayo hawakuyafanyia kazi. Katika Taita Taveta leo wanyama na wapori wako na haki kuliko Wataita na Wataveta. Katika maeneo yetu walituweka nje ya elimu, wakatuita, badala ya kutuita wavuvi wakatuita wavivu. Alafu leo hapa sisi miaka 2013 na 2017 sisi tulikataa mambo ya Uhuru Kenyatta. 2022 tukaenda na Raila Odinga akiwa ameshikiliwa mkono na Uhuru Kenyatta, na kwa ajili ya hiyo pia kura zikawagawanyika ndani ya pwani, ndio William Ruto pia akapata fursa. Kwa mara ya kwanza mtoto ambaye hatoki familia ya kitajiri, hatoki familia ya Kenyatta, hatoki familia ya Moi, anaongoza Kenya. Ndio hii hasa uhasama na chuki yote. Leo haina shida, wewe haina shida, tafadhali. Nipa kofia ya yellow, mimi mwenyewe najijua ni yellow ndani. Hata ningevaa kofia kuna issue gani? Kwa hivyo sisi tunaomba ndani ya hii pwani tusimchukulie kwa uwepesi sana fikra na uhasama na chuki za Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta jana, tafadhalini tutulieni. Wajua mzee, kuna mambo unayaacha tu yaendelee. Unaona unaleta. Kwa hivyo sisi tunasema kama taifa, kama pwani, sisi tutalimana na Uhuru Kenyatta kwa vile yeye ndio mfadhili mkubwa wa upinzani wa Kenya.
Uhuru Kenyatta anajaribu kurudi tena katika masuala ya kitaifa, arudi tena katika kuturegesha nyuma, na sisi kwa mapenzi ya Mungu tutasimama kuregesha William Ruto 2 term. Leo nitakomea hapo. Nitahakikisha tumerudi tena na tena kwa kampeni tofauti, na nitaendelea kuwa MC ili baada niite wale wazungumzaji waliobakia. Kwa hivi sasa nataka kumuita Deputy Party Leader ndugu yangu Isa Timami ambaye pia ndio governor wetu wa Lamu.